Habari, mambo vipi? Sasa Sikitu anaanza kuchimbua kuhusu wifi yake Maina. Kapotea uto ghafla. Unajua Sikitu ni mdadisi kweli. Anachimbua hatari. Hata kabla kuendelea ngoja turudi nyuma kidogo. Unajua mwanangu samahani kwa sababu siku nyingi sijapost. Na kama wiki ila kwa sababu ya changamoto nilikuwa nipo mbali na studio. Siwezi kufanya hivyo kwa sababu nilikuwa nipo mkoani. So kufanya bila kwenye post zangu kwenye post akademi kana post kama kawaida, kufanya review nilikuwa nashindwa kwa sababu siwezi kufanya review nipo tu sehemu moja, kwenye mkorosho, kwenye miembe au kwenye barabara, siko kwenye nyumba. Ni sehemu maalum. Basi hapa hii ndio sehemu unaiona ni sehemu yangu maalum ya kufanya review. Sasa mimi kwa jana nimerudi Dar es Salaam kama kawaida. Kwa maana leo hii unaniona nipo kwenye kazi yangu, kwenye review. Umeona? Sababu nashukuru sana, mmekaa kweli, watu wengine wamenivumilia, watu wengine wamekuja DM, watu wengine wamekuja wamenipigia simu moja kwa moja, ila sababu watu wanapenda kazi. Ni wachache sana wanakatisha tamaa, ila ni wengi wananipa moyo wa kupambana. Nisikate tamaa. Mwenyewe anapenda sana comment hizo, napenda sana maoni haya. Napenda sana maoni mtu ananikosoa. Sasa mwenyewe naweka sawa. Kuna sehemu kama nimekosea. Sasa nikipata video nyingine nazidi kuwa na ubora zaidi. Kwa maana watu wanapenda sana kwa sababu nawasikiliza wanachotaka. Wananikubali kwa sababu ya hiyo, kwa sababu wewe najua kabisa. Mimi kuna kitu nakijua, wewe ukijua. Kuna kitu nakijua wewe, mimi sikijua. Hiyo ndio maana nakwambia sisi wote ni familia wa Tone Studio. Basi bila kupoteza muda, sasa tuendelee na review yetu ya Big Boss movie ya Crown. Sasa kwenye episode Sikitu anaanza kufumbua kuhusu wifi yake Maina, kuhusu wifi yake. Sababu alikuwa anafanya usafi ndani hivi na hivi. Umeona amegumia simu. Anashangaa. Wifi kasafiri. Mbona kasafiri? Kaondoka mkoani kwa mke mdogo. Mdogo ni mke mkubwa. Sasa mbona kaacha simu? Sio simu ndo anapiga kwenye line, anashangaa. Line zote zipo, lakini simu imezima kwa sababu simu haijapata moto muda mrefu. Kwa hiyo ilikuwa inatumia kadhaa, kila sikiingia message nini, umeona? Na siku simu down, imezima. Mbona simu yenyewe pia imezima iwake? Mbona sijajua Sikitu mimi ninapompendea mie. Yaani Sikitu ni mdadisi. Oya. Mdadisi anatumbua mambo huyo paka. Hiyo ndio unapotakiwa. Sababu kuna kitu, kwa sababu wewe nikumbuka ni mama mwenye nyumba. Lazima kila kitu ukijue. Unaona? Kitu anakujua mume wako kaniki, na wewe inabidi ukijue kwa sababu ni mke. Sasa kuna baadhi ni siri ya mwanaume, ila za asilimia kubwa kila kitu ukijue. Ndio maana Sikitu anafanya sio kosa. Sio kwa sababu mtu kwenye ile ya kawaida ya kibinadamu, unajua mtu simu ndo kila kitu, si ndio? Wewe mtu simu usafiri mkoa ndio wote simu ndani. Laini. Umeona nguo zote. Kwa ina gani? Anayo wapi? Ukiangalia hakuna kosa alofanya kwa brother yake, kafukuza. Tena tukaacha simu, katolewa mbio kaondoka. Kaacha nguo, umeona? Mtu uhisi kama hapa kuna kitu. Unaona hapa? Mume wangu ananificha. Sasa huyu anapopendea mie akubali kushindwa, atajua tu kwa nini kaniki ananificha. Unaona? Hapo tunakuwa mbaya kijua ukweli. Bora ukweli umwambie wewe mtu, sio akigundua mwenyewe. Sababu utakuwa na makosa kibao, umemficha, umemwogopea. Bora mtu mwambie mapema halisi. Bila sasa anaogopa kaniki kumwambia ukweli, atamkosa kipenzi chake. Umeona? Atamkosa kipenzi chake. Kwa maana alikuwa hataki kumweleza ukweli Sikitu kuhusu pesa zake, kuhusu wazazi kupotea na dada yake yule. Ngoja kabisa kimweleza tu basi kipenzi changu nitamkosa. Kwa maana awe msiri.
Ila sasa mbaya zaidi akijua sasa mwenyewe kwenye utafiti wake akijua ukweli. Yaani itakuwa balaa zito sana. Bora umwambie wewe ukweli unauma. Ila bora umwambie ukweli. Mwambie ukweli mke wako. Kaniki, mwambie kitu ukweli. Sawa, kila kitu kina wakati wake. Kifikia wakati mwambie ukweli. Sio kifikia wakati ajue ukweli yeye. Kumbuka kuna mwezi wa 40 ile zijua za muongo ni ngapi. Ila sasa mwambie ukweli. Kifikia wakati wa sahihi kumwambia ukweli, mweleze ukweli, usimfiche. Mweleze A to Z, hadi ajue. Kama anakupenda kweli ataendelea kuishi naye kwa masharti. Usiingie kujifanya hatoingia. Ila sasa kama unamficha, kama mtu binadamu lazima uwe mdadisi, lazima uanze kuchunguza. Kwa nini ananificha nisingie? Umwekee uwazi. Sasa ataka apate uwazi mwenyewe sasa. Umeona, ajipe majibu. Kwa nini nisingie mule? Kwa nini wifi yangu aonekane? Kwa nini mama mkwe aonekane ghafla? Umeona? Sasa yeye bora mwambie mtu ukweli. Kumbe ndio maana mbona mtu anakuwa kidogo kwenye akili yake anajua kama nikifanya hizo step nitapotea kama mama mkwe, nitapotea kama wifi. Mwambie ukweli. Kwa maana nakwambia wazo langu. Ilifikia wakati sahihi, mwambie ukweli. Mwambie ukweli kwako. Ujue Kramu anataka kukua kwa sababu mlezishe bibi mkubwa wake au amlezishe mamake. So anaoa kwa sababu kwa matakwa yake yeye. Anaoa kwa matakwa ya mzazi wake, imadi amlezishe. Sababu ushafikia umri ushafikia wa kuoa. Kwa sababu kila kitu anacho. Unajua kuna makamfani mtu mimi bado sijajipata, sina kitanda, sina godoro, mimi siwezi kuoa, sina vyombo, unamweka wapi mtoto wa mtu, umeona? Ila sasa yeye hana sababu yoyote kusema mama mimi bado. Unafikiria ukiangalia ndio kama 27, 28. Ana umri kabisa wa kuoa kwa sababu kila kitu anacho. Sasa kashinda kumwambia mama hapana. Mimi sitaki. Bado atatokana mwanangu vipi huyo? Mbona hivi? Jamlea hivi, umeona? Nataka muamrizishe tu mzazi wake. Ila sasa alimpa mtihani mama, nitafutie mtu wa dini. Akajua kabisa mama atakosa. Ila sasa bahati nzuri kuna binti wa kijijini kwao. Ndio huyo hapo, unamuona hapo yupo na Kramu. Binti wa kijijini kwao. Ni mtu wa dini kweli. Ana siara baba. Yeye atakila ugali. Au kila chakula chochote bila mboga. Yaani ataka kula chakula bila mboga. Akuwa na matao yake tu, anaangalia matao ngapi, unasema ngapi ugali unaenda bila mboga. Dini shaka kifuani. Tuseme moyoni. Sasa Kramu anamfaa. Kramu anamfaa kwa sababu Kramu kumbuka sio binadamu kawaida. Kwa sababu unajua ukiwa siku zote kwenye chama cha nguvu za giza. Narudia, kwenye chama cha nguvu za giza, shortcut wenyewe anasema. Shortcut. Kumbuka nafsi yako ya ukweli, ndio maana wanajua kabisa wataweza nini, wanakucontrol. Maanisha nini? Kusema hivi, wanakucontrol kivipi? Kama robot nini? Wanakucontrol tunazingua, wataweza kukua mara moja. Anawezaje mtu kukua kama vile? Kivipi, umeona? Kila pale inakuwa kama unaingia ubia na shetani. Ubia na shetani. Unaingia na nafsi chafu. Sasa ukiingia mkataba na shetani, kumbuka ile nafsi yako ya kweli unaikabidhi kwake. Unakufa, baadaye anakufufua. Sio unakufa ndio utapata ajali, pale unapoenda kujiunga. Unachukua nafsi yako ya kweli na unakupa nafsi yao. Shaka unakuwa na roho ngumu, unaua. Ndio unataka kuwa na roho ya huruma, ila usiingie kwenye nafsi yao, ile nafsi yako washaichukua wake muda wote, wataweza kufanya chochote wanacho jisikia. Kwa mtu akatoka kwenye chama wanakafa. Unaona haja siku mbili katawasili zao kafa. Unaona? Ndio kama hivyo. Ndio inakuwa hivyo. Sasa kama kumbuka yeye sio tuna binadamu wa kawaida. Shinga kwenye chama. Kama nilivyokuambia ukiingia kwenye chama, nafsi yako ya ukweli unaikabidhi kwa shetani. Wanakupa nafsi yao ya kishetani. Wataweza muda wote saa wote ukiuza tu mashaiti yao wanakuondoa duniani. Sasa Kramu kumbuka yeye hayupo kwenye imani ya Mungu, yupo kwenye imani ya shetani. Amini mambo yale. Zamani alikuwa anaamini na sasa tena leo shabadilika. Kama nakwambia nafsi yako unaitoa kwa shetani. Leo shabadilika. Hata mwanamke anapokuwa naomba pale, yani anamkejeli fulani lakini
hayupo kwenye hisia, hayupo kwenye kuongea na Mungu, yupo mbali kabisa, yupo tofauti naye. Pia nimpendea zaidi mdada kwenye kumpa pesa pale. Atakampa pesa, samahani, chukua kama ya matumizi. Tutasema hapana, mbona bado? Nimependa sana, nimependa kweli. Ni mke bora, mke bora sana. Pia kama anaonesha sio zamani tu, mpaka sasa hivi utaweza kumpa mzazi wako nafasi akutafutie mke bora. So bora mke bora atatoka kwa Bwana. Ndio maana kama anamaanisha hata wewe utaweza kumwambia mzazi wangu, mimi nipo daa huku anakojua na huku 1 2 3 kupata mwanamke sahihi. Sasa kama wewe mzazi wangu ndio unaelewa kwa wanawake wa huko. Vipi kijijini mzazi anakuchagulia mkristo bora? Sio lazima. Hiyo ni hiari. Kama ukikosa wewe, unaambia tu mzazi wako, mama nitafutie kwa mwanamke yupo hivi na hivi, nataka nini hivi, unaona? Mzazi anaelewa. Basi sawa mwanangu, anakutafutia, mpe nafasi. Kwa maana kama ale mama ngoja nimwachie mama hapo na wewe. Ukinipa mwanamke astahili kwa mke, astahili kukaa ndani, hiyo tena mama wewe msala wako. Sasa mama ndio maana akamtafutia umdada. Ukiangalia umdada mwanangu anafaa kwa sababu mwanamke anajua dini. Hiyo anampata sana Kram. Kidogo ataanza kubadilika, kidogo ataanza kuwa na muondono wa kibinadamu. Hapo mbaya zaidi, mimi nataka ningoje sehemu anatoka kutoka kwenye chama. Je, atokaje? Maana ndio sterling. Tuangalie kama atatoka kutoka kwenye chama, sababu akimua huyu, kumbuka sasa dini itakuwepo ndani. Malaika wa heri atakuwepo ndani. Siku zote Mwenyezi Mungu ndio mwenye nguvu. Mungu ndio mwenye nguvu. Mungu yeye ndio kamuumba shetani. Kwa sababu Mungu ndio ana nguvu, kwa sababu pale ile shetani alikuwa nalo kama sasa kwenye nyumba ile pepo bali itatoka sasa. Akili yake tutaanza kurudi kwenye usawa, kwa sababu mwanamke atakuwa anaomba maombi kila siku kwa Mungu tu, imani asaidie ndio nini, bora ataanza kuomba maombi kila siku. Kwa ile maombi yale ndio yatamsaidia Kram. Ataanza kubadilika roho, kurudi kwenye roho safi ya kutoka kwenye kile chama. Je, ataweza kutoka kwenye chama? Angali nafsi yake siweza kwa shetani? Mungu inanoga mbele kinuma. Wa big boss sopo wa mbele itanoga. Wewe tucheke na kipindi kingine. Sasa narudi kwa Mr. Hamisi. Sasa Hamisi ana rafiki yake Meumana. Umeona Meumana. Sasa anataka kama rafiki yake na mabadiliko makubwa sana. Haelewi. Sorry kidogo. Na mafua kidogo ananisumbua, sorry. Samahani. Ngoja tuendelee. Kumbuka Hamisi ana rafiki yake Meumana. Anashangaa maki Meumana. Akija Umana sasa hivi kabadilika maisha. Juma kwa mbali. Sasa kwa zamani kile Meumana kula tabu. Ila sasa anashangaa kahama pale anapokaa. Kamia simu nyingine kabisa. Je, kama pia ana simu kubwa ya iPhone. Sasa anamuuliza rafiki yao anafanya kazi yote barabarani. Kama hapo mwanangu. Hapo kuna mawili, upite shortcut ama unajua kuna watu hawapendi kazi. Yeye anatoa jicho moja, anagoa majicho matatu. Ukiangalia ni mwanaume kwa mshangazi. Mwanaume mwenzake anamuita boss, sijajua mwanaume mwanamke, ila anamuita tu boss. Hatujajua ni nini. Ona? Mimi naona ataanza kubadilika. Au kapata mshangazi ama kapata mwanaume mwenye pesa. Huko huu anakuwa anaharibikiwa moja kwa moja, atakuwa shoga. Kwa sababu tamaa ataka njia shortcut. Njia Pia njia shortcut yake inaonekana wewe ajena kwenye nguvu za giza. Ukana kwenye mambo mengine kabisa. Mambo kuna kuuza mwili. Akisimuelewa hata kidogo. Simuelewi hata kidogo. Tamaa zinaenda kumponza mwamba. Kwa sababu ukaona anapitia maisha magumu, kumbe kuna nataka anapitia maisha magumu kuliko yake. Akipata asubuhi basi usiku apate, mchana apate. Atapata tena kesho mchana.
Umeona? Sasa anaona kama yeye ndo anapitia maisha magumu na kila mchana na kula usiku. Kumbe hata kuna anapitia maisha magumu kinoma. Hadi kwa mwanangu. Niko bado afadhali bora. Maana mtu ukiwa na shida mueleze mtu. Kidogo mtu akupi hela ila hata akikupa mawazo ila moyo wako unakuwa na amani. Azidi ngani pambane. Ngani pambane. Unaona? Na siku unakuwa maisha yako yanakuwa mazuri. Bali mambo vipi? Sasa Sikitu anaanza kuchimbua kuhusu wifi yake Maina. Kapotea uto ghafla. Unajua Sikitu ni mdadisi kweli. Anachimbua hatari. Hata kabla ya kuendelea ngoja turudi nyuma kidogo. Unajua mwanangu samahani kwa sababu siku nyingi sijapost na kama wiki, ila kwa sababu ya changamoto nilikuwa nipo mbali na studio. Siwezi kufanya hivyo kwa sababu nilikuwa nipo mkoani. Sio kufanya bila kwenye posti zangu, kwenye posti takodi nikana posti kama kwa bila kufanya review nilikuwa nashindwa kwa sababu siwezi kufanya review nipo tu sehemu moja kwenye mkorosho, kwenye miembe au kwenye barabara, siku kwenye nyumba. Ni sehemu maalum. Basi hapa hii ndio sehemu unaiona ni sehemu yangu maalum ya kufanya review. Sasa mimi kwa jana nimerudi Dar es Salaam kama kawaida. Kwa maana leo hii unaniona nipo kwenye kazi yangu, kwenye review. Umeona? Sababu nashukuru sana mmekaa kweli, watu wengine wamenivumilia, watu wengine wamekuja DM, watu wengine wamekuja wamenipigia simu moja kwa moja, ila sababu watu wanapenda kazi. Ni wachache sana wanakatisha tamaa, ila ni wengi wananipa moyo wa kupambana. Nisikate tamaa. Mwenyewe anapenda sana comment hizo, napenda sana maoni. Napenda sana maoni mega mtu ananikosoa. Sasa mwenyewe naweka sawa. Unasema kama nimekosea. Sasa nikipata video nyingine nazidi kuwa na ubora zaidi. Kwa maana watu wanapenda sana kwa sababu nawasikiliza wanachotaka. Na nikubali kwa sababu ya hiyo, kwa sababu wewe najua kabisa. Mimi na kitu nakijua, wewe ukijua. Kuna kitu nakijua wewe, mimi sikijua. Hiyo ndio maana nakwambia sisi wote ni familia wa Tone Studio. Basi bila kupoteza muda, sasa tuendelee na review yetu ya Big Boss Movie ya Crown. Sasa kwenye episode Sikitu anaanza kufumbua kuhusu wifi yake Maina, sio kuhusu wifi yake, sababu alikuwa anafanya usafi ndani hivi na hivi. Unaona amegumia simu. Anashangaa wifi kasafiri. Mbona kasafiri kaondoka mkoani kwa mama mdogo. Simu mdogo mama mkubwa. Sasa mbona kaacha simu? Sio simu ndo anapiga kwenye line, anashangaa line zote zipo, lakini simu imezima kwa sababu simu haijapata moto muda mrefu. Kwa hiyo ilikuwa inatumia kadhaa, kila kikiingia message nini, umeona? Na siku simu down imezima. Mbona simu yenyewe pia imezima iwake? Mbona sijajua Sikitu mimi ninapompendea mie. Yaani Sikitu ni mdadisi. Mdadisi. Anatumbua mambo huyo. Pakala. Hiyo ndio unapotakiwa. Sababu kuna kitu kwa sababu wewe nikumbuka ni mama mwenye nyumba. Anasema kila kitu ukijua. Unaona? Kitu anakujua mume wako kaniki, na hiyo inabidi ukijua kwa sababu ni mke. Sasa kuna baadhi ni siri ya mwanaume, ila za asilimia kubwa kila kitu ukijua. Ndio maana Sikitu anatufanya sio kosa. Sio kwa sababu mtu kwenye ile ya kawaida ya kibinadamu, unajua mtu simu ndio kila kitu, si ndio? Wewe mtu simu usafiri mkoa namba wote simu ndani. Line. Umeona nguo zote. Kwa nini gani? Anawahi wapi? Ukiangalia hakuna kosa alofanya kwa blaza yake, kafukuza. Tena tukaacha simu, katolewa mbio kaondoka. Kaacha nguo, umeona?
mtu uhisi kama hapa kuna kitu. Unaona hapa mume wangu ananificha. Sasa huyu anapopendea mie akubali kushindwa, atajua tu kwa nini Kaniki ananificha. Unaona? Hapo inakuwa mbaya kijua ukweli. Bora ukweli umwambie wewe mtu, sio akigundua mwenyewe. Sababu utakuwa na makosa kibao, umemficha, umemwongopea. Bora mtu mwambie mapema halisi. Bila sasa anaogopa Kaniki kumwambia ukweli, atamkosa kipenzi chake. Umeona? Atamkosa kipenzi chake. Kwa maana alikuwa hataki kumweleza ukweli. Si kitu kuhusu pesa zake, kuhusu wazazi kupotea na dada yake yule. Unajua kabisa kimweleza tu basi kipenzi changu nitamkosa. Kwa maana awe msiri. Ila sasa mbaya zaidi akijua sasa mwenyewe kwenye utafiti wake, akijua ukweli, yani itakuwa balaa zito sana. Bora umwambie wewe ukweli unauma, ila bora umwambie ukweli. Mwambie ukweli mke wako Kaniki, mwambie kitu ukweli. Sasa kila kitu kina wakati wake. Kifikia wakati mwambie ukweli. Sio kifikia wakati ajue ukweli yeye. Kumbuka kuna mwezi wa 40 ile zijao za muongo ni ngapi. Ila sasa mwambie ukweli. Kifikia wakati wasahihi kumwambia ukweli, mweleze ukweli, usimfiche. Mweleze A to Z, hadi ajue. Kama anakupenda kweli ataendelea kuishi naye kwa masharti. Usiingie kwenye kufanya hatoingia. Ila sasa kama unamficha, kama mtu binadamu lazima uwe mdadisi, lazima uanze kuchunguza. Kwa nini ananificha nisingemu? Umwekee uwazi. Sasa apate uwazi mwenyewe sasa. Umeona, ajipe majibu. Kwa nini nisingemu? Kwa nini wifi yangu aonekane? Kwa nini mama mkwe aonekane ghafla? Umeona? Sasa bora mwambie mtu ukweli. Kumbe. Ndio maana mbona mtu anakuwa kidogo kwenye akili yake anajua kama nikifanya hizo step nitapotea kama mama mkwe, nitapotea kama wifi. Mwambie ukweli. Kwa maana nakwambia wazo langu. Ilifikia wakati sahihi, mwambie ukweli. Mwambie ukweli kwako. Ujue Kramu anataka kukua kwa sababu mlezeshe bibi mkubwa wake au amlezeshe mamake. So anaoa kwa sababu kwa matakwa yake yeye. Anaoa kwa matakwa ya mzazi wake, imadi amlezeshe. Sababu ushafikia umri ushafikia wa kuoa. Kwa sababu kila kitu anacho. Unajua kuna makamu fulani mtu mimi bado sijajipata, sina kitanda, sina godoro, msizi kuwa sina vyombo, unamweka wapi mtoto wa mtu, umeona? Ila sasa yeye hana sababu yoyote kusema mama mimi bado. Unakifikiria na miaka kama 27, 28. Ana umri kabisa kuoa kwa sababu kila kitu anacho. Sasa kashinda kumwambia mama hapana. Mimi sitaki. Bado atatokana mwanangu vipi huyo? Mbona hivi? Jamlea hivi, umeona? Sasa muamrizishe tu mzazi wake. Ila sasa alimpa mtihani mama, nitafutie mtu wa dini. Akaja kabisa mama atakosa. Ila sasa bahati nzuri kuna binti wa kijijini kwao. Ndio huyo hapo, unamuona hapo yupo na Kramu. Binti wa kijijini kwao. Ni mtu wa dini kweli. Ana siara baba. Yeye atakila ugali. Au kila chakula chochote bila mboga. Yaani ataka kula chakula bila mboga. Alikuwa na matao yake tu, anaangalia matao ngapi, unasema ngapi ugali unaenda bila mboga. Dini shaka kifuani. Tuseme moyoni. Sasa Kramu anamfaa. Kwa sababu Kramu kumbuka sio binadamu kawaida. Kwa sababu unajua ukiwa kusiku zote kwenye chama cha nguvu za giza. Narudia, kwenye chama cha nguvu za giza, shortcut wenyewe wanasema. Shortcut. Kumbuka nafsi yako ya ukweli, ndio maana wanajua kabisa watenda nini, wanakucontrol. Wanamaanisha nini? Kusema hivi, wanakucontrol kivipi? Sio kama robot nini? Wanakucontrol tunazingua, watenda kukua mara moja. Anawezaje mtu kukua kama vile? Kivipi, umeona? Kila pale inakuwa kama unaingia ubia na shetani. Unaingia na nafsi chafu. Sasa ukiingia mkataba na shetani, kumbuka ile nafsi yako ya kweli unaikabidhi kwake. Unakufa, baadaye anakufufua. Sio unakufa ndio utapata ajali, pale unavyoenda kujiunga. Unachukua nafsi yako ya kweli na unakupa nafsi yao. Shaka unakuwa na roho ngumu, unaua.
Mungu ndio kuwa na roho ya huruma, ila ushaingia kwenye nafsi yao, nafsi yako washaichukua wake muda wote, wataweza kufanya chochote wanachojisikia. Kama mtu atakwambia kutoka kwenye chama wanakafa, unaona haja siku mbili katawasili zao kafa, unaona ndio kama hivyo. Ndio inakuwa hivyo. Sasa kama kumbuka sote na binadamu wa kawaida. Ushaingia kwenye chama. Kama nilivyokuambia, ukiingia kwenye chama, nafsi yako ya ukweli unaikabidhi kwa shetani. Wanakupa nafsi yao ya kishetani. Utaweza muda wote, saa wote, ukiuza tu masharti yao, wanakuondoa duniani. Sasa kama kumbuka hayupo kwenye imani ya Mungu, yupo kwenye imani ya shetani. Amini mambo yale. Zamani alikuwa anaamini, na sasa leo shabadilika. Kama nakwambia nafsi yako unaitoa kwa shetani. Leo shabadilika. Hata mwanamke anapokuwa naomba pale, yani anamkadili fulani lakini hayupo kwenye hisia, hayupo kwenye kuongea na Mungu. Yupo pale katipo tofauti na yeye. Pia nimependea zaidi mdada kwenye kumpa pesa pale. Atakampa pesa. Samahani, chukua kama ya matumizi. Tunasema hapana, mbona bado? Nimependa sana, nimependa. Kweli ni mke bora. Mke bora sana. Pia kama anaonesha sio zamani tu. Mpaka sasa hivi utaweza kumpa mzazi wako nafasi akutafutie mke bora. So bora mke bora atatoka kwa Bwana. Ndio maana kama anamaanisha hata wewe utaweza kumwambia mzazi wangu, mimi nipo huku anakojua na huku 1 2 3 kupata mwanamke sahihi. Sasa kama wewe mzazi wangu ndio unaelewa kwa wanawake wa huko. Vipi kijijini mzazi anakuchagulia mkristo bora? Sio lazima. Hiyo ni yali. Kama ukikosa wewe, unaongea tu mzazi wako, mama nitafutie kwa mwanamke ipo hivi na hivi, nataka nini hivi, unaona? Mzazi anaelewa. Basi sawa mwanangu, nakutafutia, mpe nafasi. Kwa maana kama alimwongoza nimwachie mama hapo na wewe, na ukinipa mwanamke astahili kwa mke, astahili kwa ndani, yote na mama wewe tena msala wako. Sasa mama ndio maana akamtafutia umdada. Ukiangalia umdada mwanangu anafaa kwa sababu mwanamke anajua dini. Hiyo anampata na kalamu. Kidogo ataanza kubadilika, kidogo ataanza kuwa na mwondoko wa kibinadamu. Hapo mbaya zaidi, mimi nataka ningoje sehemu anatoka kutoka kwenye chama. Je, atokaje? Maana ndio sterling. Tuangalie kama atataka kutoka kwenye chama, sababu akimoa huyu, kumbuka sasa dini itakuwepo ndani. Malaika wa ile atakuwepo ndani. Siku zote Mwenyezi Mungu ndio mwenye nguvu. Mungu ndio mwenye nguvu. Mungu yeye ndio kamuumba shetani. Kwa sababu Mungu ndio ana nguvu, kwa sababu ile shetani aliyokuwa nalo kama sasa kwenye nyumba ile pepo bali itatoka sasa. Akili yake ataanza kurudi kwenye usawa, kwa sababu mwanamke atakuwa anaomba maombi kila siku kwa Mungu tu, imani asaidie ndio nini, bora ataanza kuomba maombi kila siku. Kwa ile maombi yale ndio yatamsaidia kama ataanza kubadilika roho, kurudi kwenye roho safi ya kutoka kwenye kile chama. Je, ataweza kutoka kwenye chama? Angali nafsi yake siweza kwa shetani? Mungu inanoga mbele kinuma. Wa big boss sopo wa mbele itanoga. Wewe cheka kipindi kingine. Sasa narudi kwa Mr. Miss. Sasa Miss ana rafiki yake kimeumana. Maana mtaki kimeumana. Sasa anataka rafiki yake na mabadiliko makubwa sana. Haelewi. Sorry kidogo. Na mafua kidogo ananisumbua story. Samahani nini? Ngoja tuendelee. Kumbuka Hamisa na rafiki yake kimeumana. Bwana shangamaa kimeumana. Akaja umana sasa hivi kabadilika maisha. Juma kipo mbali. Sasa kizamani kile kimeumana kula tabu. Ila sasa nashangaa kama pale anapokaa kama simu nyingine kabisa. Je, kama pia na simu kubwa ya iPhone. Sasa anamuuliza rafiki yao anafanya kazi yote barabarani. Kuna hapo mwanangu. Hapo kuna mwili upite shortcut ama unajua kuna watu hawapendi kazi. Yeye atoa jicho moja anagoa majicho matatu. Kiangalia ni mwanaume, kwa mshangazi.
mwanaume mwenzake anamuita boss. Sijajua mwanaume mwanamke, ila anamuita tu boss. Hatujajua ni nini. Unaona? Mimi naona ataanza kubadilika. Au kapata mshangazi ama kapata mwanaume mwenye pesa. Huko huu anakuwa anaharibikiwa moja kwa moja, atakuwa shoga. Kwa sababu tamaa hataka njia shortcut. Na njia shortcut. Pia njia shortcut yake inaonekana wewe ajenda kwenye nguvu za giza. Ukana kwenye mambo mengine kabisa. Mambo kuna kuuza mwili. Hata simuelewa hata kidogo. Simuelewi hata kidogo. Tamaa zinaenda kumponza mwamba. Kwa sababu ukaona anapitia maisha magumu, kumbe ulikuwa unataka anapitia maisha magumu kuliko yake. Ukipata asubuhi basi usiku apate, mchana apate, atapata tena kesho mchana. Umeona? Sasa anaona kama yeye ndo anapitia maisha magumu na kila mchana na kula usiku. Kumbe ndio anapitia maisha magumu kinoma. Ukihadithia mwanangu. Kumbe na afadhali, bora. Maana mtu ukiwa na shida mueleze mtu. Kidogo mtu akupi hela ila hata akikupa mawazo ila moyo wako unakuwa na amani. Unajua ngani pambane. Unaona? Sasa unakuwa maisha yako yanakuwa mazuri.